dabi ya Kariakoo mara baada ya sintofahamu ambayo ilitokea katika siku ya jana. Ni kimsingi hali ambayo hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba katika nyakati kama hii ya leo ambayo kila mtu alikuwa amejiandaa dakika za jioni kabisa Simba wanachana mkeka. Lakini pia tumeona kuna kanuni ya bodi ya ligi kwamba endapo mchezaji timu husika haitofika katika uwanja kwenye mchezo husika, pointi 3 endapo Yanga akafika katika uwanja kwenye wakati husika na wapinzani wake hawajatokea, kuna kipengele ambacho kinaruhusu kumpa alama 3 ambaye ana mabao matatu ambaye mhusika ambaye kafika katika wakati husika. Nisione kama kuna scenario moja kwa moja ambayo inahusisha Simba wamekosa haki yao ya msingi. Yaani wakati kanuni nyingine ili ifanye kazi, kanuni nyingine hiyo sahihi. Ya Kagera Sugar kukabidhiwa Juma Kaseja. Juma Kaseja anapata ushindi katika game yake ngumu kabisa. Kaseja ni miongoni mwa wachezaji au legend wa influence kubwa kwenye mpira wa miguu hapa nchini. 7 sasa hivi ni mabao 7. Huyu jamaa amekuwa kama sasa unstoppable. Tumemzungumza mara kadhaa juu ya ubora ambao amekuwa nao na inakupa taswira na aina ya washambuliaji ambao wanalijua goli kweli kweli. Sawa bana, ni siku nzuri kabisa, Machi 8 mwaka 2025. Popote ulipo mtazamaji wa FGTV, karibu sana katika Sports Recap. Tutagusia yote ya kimichezo ambayo yamejiri duniani kote. Kubwa zaidi hapa nyumbani tutagusia taarifa ambayo inaendelea, hali ya sintofahamu baina ya kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Tumeona kuna baadhi ya timu zimetoa msimamo wake kutokana na tukio ambalo limetokea siku ya jana. Tutaligusia hili kiufundi zaidi, namna ambavyo mwelekeo na kanuni za bodi ya ligi kusoka Tanzania bara inataka nini. Lakini pia taarifa nyingine tutagusia performance ya kocha mpya wa Kagera Sugar Juma Kaseja mara baada ya kukabidhiwa timu game ya kwanza anapata ushindi. Karibu sana. Mimi naitwa Victor Lusega, nipo na Kiepo Benedict ambaye yeye atahakikisha kila ambacho tutakichambua katika siku ya leo na kupatia uchambuzi yakinifu. Sasa rasmi tuanze kuzichakata taarifa za kimichezo kutokea hapa nyumbani Tanzania, tukianza na taarifa ya sintofahamu ambayo inaendelea katika dabi ya Kariakoo mara baada ya sintofahamu ambayo ilitokea katika siku ya jana mara baada ya Simba kuzuiliwa kutokucheza mazoezi au kuzuiliwa kucheza mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa. Hatimaye wamekuja na taarifa ambayo wao wameonyesha msimamo wao kwamba hawatocheza au wamesusia. Tunaweza kusema kutumia lugha ya kususia, sidhani kama itakuwa imekaa sawa, lakini hawatoshiriki katika huu mchezo. Tuigusie hii taarifa na namna ambavyo tension ya huu mchezo namna ilivyo. Yeah, of course cha kwanza ni taarifa ambayo imeshtua kila mtu kwenye mpira wetu Tanzania. Yaani msingi hali ambayo hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba katika nyakati kama hii ya leo ambayo kila mtu alikuwa amejiandaa dakika za jioni kabisa Simba wanachana mkeka. Usiku kabisa watu wanashtuka kwa taarifa inatoka watashiriki mchezo wa dabi ambao siku ya leo. Of course na ukiamka asubuhi kupita kwenye social media na kutanga wamepost match day. Kwa hiyo wakati Simba jana wanasema sisi tutacheza mechi leo asubuhi, Yanga wamepost match day. Kwa actually ni taarifa ambayo imeenda kudisturb kidogo na ambavyo watu walijiandaa kwenye mchezo husika. Ni taarifa ambayo kwa wakati mwingine pia imeleta athari nyingi sana kwa mtu mmoja, lakini pia hata kwa baadhi ya kampuni ambazo zilijiandaa kwa ajili ya kuhudumia wateja. Lakini kuna yule Gaza mchoma mkanga karanga aliyetengeneza karanga nyingi sana, pengine alikuwa na yule mjomba anauza jezi, kuna yule mwingine ambaye anatengeneza ice cream, labda anatengeneza ice cream nyingi sana kutegemea leo kuna mtu anapata hasara kwa sababu ya vitu ambavyo inakuja kutokea. Kwa hiyo wakati mwingine scenario kama hizo zinatokea kwenye mpira wetu, sio mara ya kwanza zinatokea na zinakuwa sikuwahi kushuhudia kuna action yoyote ambayo pengine ijawahi kutokea. Na wakati mwingine nafikiria pengine shirikisho huwa inakuwa inahusika moja kwa moja kwenye haya mambo yanapotokea, au ni tatizo linakuwa nyuma. Wakati mwingine tunaendaga mbali sana, sio kama nitaweka vibaya. Simba na Yanga wanaelewa vibaya sana na shirikisho la soka nchini. Unajua kama malastiboni. Unajua wakati mwingine hizi kauli tukizizungumza unakuta mtu anaingia katika wakati mgumu, lakini wakati mwingine ni ukweli useme. Simba na Yanga kuna baadhi ya matukio ambayo wanayafanya, wakifanya timu ndogo faini kubwa sana, watu wanapitia wakati mgumu sana. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanatokea. Lakini turejee katika scenario ambayo ilikuwa imetokea.
ya Simba kuzuiliwa kwenda kupata ile pitch feeling kabla ya kuelekea mchezo usiku. Tunazungumza, turudi kwenye scenario yenyewe ambayo naweza kusema namna ambavyo Simba walizuiliwa. Unajua kiutaratibu na kanuni, timu mwenyeji katika mchezo husika anapaswa kwenda uwanjani yani siku moja kabla, asubuhi ya siku moja kabla ya mchezo kwenda kwa ajili ya training. Lakini kwa timu mgeni atapaswa kwenda kwenye muda ule wa mchezo katika siku moja kabla ya mchezo. Na iko Simba walifanya, walienda muda huu sahihi ambao ulipaswa. Mchezo saa 1:30 Simba walikuwa muda huo wanajiandaa kuingia uwanjani, lakini mwisho wa siku wakazuiliwa. Kitu ambacho pengine kilileta taswira ya tofauti, hali ya sintofahamu, mkanganyiko wa hali ya juu. Kila mtu anajiuliza kwa nini hili. Lakini wakati mwingine watu wameenda faa. Unajua kwa toka wiki hii, yani toka tukio lolote la mara ya mwisho kwenye mpira wa miguu lilohusisha shughuli yoyote ya uwanja Benjamin Mkapa ilipoisha, masaa 78 tayari uwanja ulikuwa ni mali ya timu mwenyeji. Kwa tukio lolote ambalo linahusisha hali yote ya disturbance katika mchezo husika linakuwa ni mzigo wa timu mwenyeji. Kuna walinzi ambao wako Benjamin Mkapa, masteward wale wapo, wengine wanapenda kuita mabouncer, wapo katika dimba la Benjamin Mkapa. Wale wote sawa ambao walikuwa katika uwanja huo walikuwa wanahusika moja kwa moja na Yanga. Yani Simba, unajua watu wanajiuliza, kwa mfano mtu ameniuliza swali la ajabu sana leo asubuhi. Ameniuliza, Simba wamesema wale ni mabouncer wa Yanga, wana uhakika gani? Nikamwambia kwa utaratibu kwa sasa uwanja ni mali ya Yanga. Unawezekana vipi mtu ambaye asihusike na Africans akawepo ndani ya ndani ya uwanja? Kwa hiyo kwa vyovyote vile ukiondoa mamlaka, wakati mwingine naweza nikupe siri kwenye hizo mechi za dabi, wakati mwingine hata mamlaka ndani haziruhusiwi kabisa kusogea katika eneo la uwanja. Unaelewa kitu kama hicho? Kwa hiyo moja kwa moja Simba kusema kwamba wale ni mabouncer wa Yanga, actually wana sababu ya kusema hivyo kwa sababu Yanga ndio timu mwenyeji katika mchezo husika. Turudi katika kwa nini wawazuie kwenda kutrain. Unaweza kupata picha kwamba haya ni maelekezo inawezekana kutoka kwa viongozi wa klabu, kwa sababu kwa vyote vile wale wanafanya kazi kwa maelekezo. Yaani tuwe wazi kwenye hivi vitu, wale wanafanya kazi kwa maelekezo. Kwa maana yake huenda kuna maelekezo yalitoka, bwana watu wakija msiwaingize wakatrain hapa. Leo bahati mbaya sana sisi kwenye mpira wetu kuna mambo mengi, kuna imani nyingi sana. Usikuta watu waishatengeneza vitu vyao mapema, wakasema bwana hivi vitu, babu akasema bwana ampaswi kuruhusu wakakanyaga huu uwanja mpaka kesho yake. Mkiwaruhusu tu wakakanyaga basi mmepigwa. Lazima watu kama ni vipi na ni vipi kama Simba na wao walikuwa wanataka vitu vyao mle? Hamna, no. Of course, scenario iko hivi. Kama Simba walikuwa wanataka vitu vyao, Simba basi walikuwa smart, walikwenda katika muda husika. Of course wewe kama una kitu unataka kukifanya na ulienda kwenye muda husika, hayo mengine ya kufikiria Simba wanataka kufanya hivi, hayo ni ya kwako, lakini wewe ulikuwa katika muda husika. Of course Simba nao walikuwa smart. Ingetokea Simba wangekwenda katika wakati ambao hawahusiani nao, hiyo ndio ingekuwa ni swali. Kwa nini Simba waje? Kwa nini Simba hawajaenda saa 6 usiku? Kwa nini Simba hawajaenda saa 5 usiku? Kwa nini hawakwenda saa 10 jioni? Kwa nini walienda kwenye muda ambao unajulikana kwenye kanuni? Kwa lazima wao walifanya kitu ambacho wao wanakifahamu. Na ndio maana wamepata hiyo nguvu ya kuweza kusema kwamba tutashiriki mchezo. Sawa. Tunazungumza kwa nini Simba wamekataa. Unajua tumeangalia hapa kwa nini Simba walizuiliwa. Hakuna sababu ya msingi. Hizi ni hofu tu ambazo Yanga walizitengeneza, haya maelekezo ambao waliyatoa kwa mabounsa wao, ambao mwisho wa siku amekuja kuharibu mchezo wenyewe ambao watu walikuwa wanasubiri kwa muda mrefu sana. Sawa. Kwa nini Simba wamekataa kucheza mchezo huu? Kikawaida tunapokwenda katika mchezo usiku, cha kwanza ukiondoa
hii sababu ya general ambayo kanuni inawabeba kwamba walipaswa kufanya hivyo. Zipo sababu za kiufundi Victor, ambazo kwa namna moja au nyingine zingeweza kusababisha Simba kupoteza mchezo endapo wasingepata nafasi ya kutrain. Uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja ambao unafanywa maboresho mara kwa mara. Kitaratibu lazima wachezaji wapate pitch feeling, waende uwanjani wa feel kwamba this pitch that you are going to use tomorrow. Kwa nini watu wasende kupata pitch feeling? Na pitch feeling ina mchango mkubwa kwenye matokeo ya timu. Lakini mwalimu Fad Davis pengine kuna mbinu angetaka kuzitumia, how players wata communicate katika mchezo husika, hujawapa hiyo nafasi ya wao kwenda kufanya, wataenda kufanya vitu kwenye mechi. Na training ina maana gani? Walipaswa kwenda wacheze, mwalimu waseme mchezo Mkwala utakaa hapa, Ateba utakaa hapa, Shomari utapita hapa. Kile ambacho watakifanya kwenye last session ni kwa ajili ya application ya mchezo wahusika ambao unafuata. Simba walikosa hiyo haki. Maana yake kiufundi Simba wangeathirika moja kwa moja. Nina uhakika namna ambavyo wangeweza kucheza mazoezi ndani. Kuna mtu mwingine anasema kwa nini wasingemaliza mazoezi huko Bunju alafu akaja kwenye mechi. Utofauti mkubwa uliopo kati ya uwanja wa Bunju na uwanja huu wa Benjamin Mkapa, cha kwanza mazingira. Unajua ukikaa pale Benjamin Mkapa seems like umekaa ndani ya tunnel, umeelewa? Ukikaa Bunju pako plain kabisa, wazi, umeelewa? Kwa kuna hali ya feeling mchezaji anaweza akaikosa, umeelewa? Kwa kuna namna ambavyo ukiondoa sababu ya kanuni ambayo, na hiyo waloweka hii kanuni sio kwamba walikurupuka kweli. Hii kanuni ina maana kubwa sana. Yaani kwa mfano leo unakwenda kucheza mechi ya kimataifa, unakwenda Simba atakwenda pale Al-Masry April pale Egypt. Leo Al-Masry wamkataze Simba kutrain siku moja kabla ya nini? Kabla ya mchezo kwenye huo uwanja. Kwa nini? Ndio kuuliza swali moja. Kwa nini timu zikisafiri kwenda kucheza mechi za ugenini wanapofikia kufanyia mazoezi sio uwanja wa mchezo? Hilo swala la kwanza. Kwa nini wanapaswa kupata nafasi ya siku moja kabla mchezo kwenda kucheza kufanya mazoezi katika mchezo husika, katika uwanja husika? Kujenga ile mchezo. Hivi vitu kiufundi vina msaada mkubwa katika mchezo husika. Actually unapokosa hivyo vitu kuna sababu kubwa na kuna uwezekano mkubwa wewe kupoteza mchezo moja kwa moja. Sawa. Kwenye ile taarifa ambayo umetoa Simba hawakuonyesha kwamba wao wenyewe wamechukua hatua gani mara baada ya ile tukio kutokea, kwamba labda hawajaonyesha kama wamewasiliana na shirikisho au bodi husika ambayo inahusika kusimamia ligi. Uone kama hii inaweza kaletea na wenyewe madhara kwa Yanga kupewa point 3. Kwenye taarifa ya Simba iliwasiliana na commission wa mechi husika. Commission ndio linki kati ya vilabu na shirikisho. Huyu ndio kiongozi wa mechi husika. Kwa hiyo commission yeye ndio ambaye atadaiwa ripoti ya mchezo husika. Kwa hiyo Simba wangeondoka uwanjani bila kuwasiliana na commission wa mchezo, wangefanya kosa. Lakini Simba waliwasiliana na commissioner, na kwenye taarifa yao commissioner pia ilifanya jitihada kuhakikisha Simba wanaweza kupata nafasi, lakini still walifanyaje? Walizuiliwa. Kwa hapo Simba wako safe. Ndio maana nakuambia Simba wameliamua hili ni smart way. Na niseme ukweli, yani watu hawatapenda kusema hivi, hawatapenda ili watu tuniseme hadharani. Viongozi wa Simba mara kadhaa wamekuwa smart sana kwenye maamuzi yao. Huo ndio ukweli. Japo watu watakataa, lakini wamekuwa smart sana kwenye maamuzi yao. Leo hii kama kuna kiongozi wa Yanga, rais kama Engineer Hersi, kama alishiriki kwenye maagizo ya Simba asiende kutrain kwenye siku moja kabla ya mechi, kitu cha aibu. Engineer Hersi ni kiongozi mkubwa wa mpira barani Afrika. So hatuwezi tukamlaumu. Nina uhakika. Unajua najaribu kuweka mazingira sawa. Utakataa sawa. Uwezo ukamlaumu moja kwa moja kama hamna. Nataka niulize swali. Kama maamuzi haya yalitolewa, ina maana rais wa klabu hakushirikishwa? Kuna mtu ana nguvu hapa chini wa kufanya maamuzi ya ajabu ambayo yanaathiri klabu? Kama huyo mtu yupo, ni kweli rais wa klabu atavumilia hii scenario? Yaani tunajaribu kujiuliza haya maswali. Kwa vyovyote vile nina uhakika ofisi ya rais wa klabu ilikuwa inafahamu hizi taarifa. Sasa kwenye maamuzi kama haya
wakati mwingine yanaibua haya maswali ambayo tunajaribu kujiuliza watu wa mpira. Na hapa watu baadaye watakuja kusema, unajua mtu akihoji maswali sana leo kwa mfano nimeona Sheikh Dada amepost amesema maamuzi aliyofanya ni maamuzi ya kishamba kabisa kwenye mpira huu. Of course he is a legend. Unajua mara kadhaa Shafi alikutana na scenario za kufungiwa kwenye mpira wa miguu kwa sababu tu alistep in na kuzungumza kwa he is a legend. Mara kadhaa Sheikh Dada kuhusishwa huyo shabiki wa Simba kwa nini anasema, lakini mara kadhaa tuseme ukweli, hivi vitu mimi sikutarajia vitoke katika nyakati kama hizi na vihusishe klabu kama Yanga ambayo tunaamini ni kioo kwenye mpira wetu huu wa Tanzania, kwa sababu tayari na viongozi ambao wana mchango mkubwa kwenye mpira sio Tanzania tu, Afrika nzima. Kwa wakati mwingine unapata ukakasi kujiuliza haya kweli ni maagizo ya klabu ya Yanga? Pengine sasa ili Yanga wawe salama waseme sisi wale mabamsa hatuwajui, kwamba hawa watu waliamua wao, walizuia wao, sisi hatuwajui hawa watu. Umeelewa? Sawa. Na pia kabla hujasema kitu nikumbushe kitu kimoja. Kwenye ile scenario ya kuzuiliwa pale uwanjani ilionekana gari la polisi. Watu wanajaribu kuweka scenario kwamba kwa nini polisi pia walishiriki pengine kuwazuia Simba. Niweke tu sawa. Polisi walikuwa pale kuhakikisha usalama uko. Yaani polisi na masuala ya Simba kwenda kutrain wapi na wapi. Polisi na masuala ya sijui watu kuzuiliwa kuingia uwanjani wapi na wapi. Polisi walikuwa tu pale, bwana kama mnazuiana, msipigane, msiumizane. Kama mnaingia msivunje geti ili Benjamin Mkapa hapa watu wakapata gharama. Ingieni kwa utaratibu. Kwa polisi walikuwa pale kuweza kuweka hali sawa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa, lakini kimsingi mimi kama ni mtu wa mpira miguu nimesikitisha sana na hii hali. Yaani imenikatisha tamaa kuona bado kuna chembe za aina hii ya maamuzi kwenye mpira wetu. Sawa. Lakini pia tumeona kuna kanuni ya bodi ya ligi kwamba endapo timu husika haitofika katika uwanja kwenye mchezo husika, pointi 3 endapo Yanga akafika katika uwanja kwenye wakati husika na wapinzani wake hawajatokea, kuna kipengele ambacho kinaruhusu kumpa alama 3 na mabao matatu ambaye mhusika ambaye kafika katika wakati husika. Of course iko kipengele kipo, ni sehemu ya kanuni ya bodi ya ligi. Lakini unajua sheria zina exception. Unajua bahati mbaya sana watu wao tunasema, unajua mtu anaweza kwambia wamekosa wamewajenga uwanjani watakatwa point Simba. Kuna exception. Before Simba hajaenda uwanjani kuna taarifa ambayo ilitokea na Simba wamedeclare hili mapema. Kwa kama kutakuwa na scenario ya bodi ya ligi kuikata alama Simba au kuipa alama Yanga, wanatakiwa cha kwanza kusolve hii scenario ambayo imetokea. Nina uhakika kabla ya Simba kutoa taarifa walifanya internal communications kati yao na shirikisho, kati yao na bodi ya ligi. Kwa baada ya kutoa taarifa nategemea Simba amesha communicate public. Sasa hizi tumekucha asubuhi, nategemea taarifa pia itoke ndani ya shirikisho au bodi ya ligi, nini ambacho wanakifanya, nini ambacho wanakifikiria katika mchezo husika. Msione kama kuna scenario ya moja kwa moja ambayo inahusisha Simba wamekosa haki yao ya msingi. Yaani wakati kanuni nyingine ili ifanye kazi, kanuni nyingine hiyo salama. Yaani kama imevunjwa kanuni moja, basi kanuni nyingine haitafanya nini? Haitafanya kazi. Sawa Kama sheria imesema wewe umeua bila kukusudia, basi kuna sheria ya dhamana utaipata. Sijui umenielewa? Umeona hizo sheria zinaposhirikiana Lakini kama wewe umeua kwa kukusudia, basi sheria ya dhamana haitakuwa upande wako. Kwa hiyo kama kanuni itabainika kwenye uchunguzi, Yanga walihusika moja kwa moja kwenye kuzuia Simba, maana walivunja kanuni ya timu mgeni kupata nafasi ya kutrain. Kwa maana nyingine mchezo utashindwa kufanyika kwa sababu ya kanuni ya kwanza ilivunjwa. Kwa nina uhakika hata kanuni ya pili haitaweza kufanya kazi. Pengine labda tushuhudia maamuzi ya ajabu kwenye mpira wetu. Sawa, basi yote na yote tusubirie taarifa kutokea shirikisho la mpira Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi. Wao ndio watatoa maamuzi sahihi kuhusiana na hii scenario ambayo inaendelea. Lakini pia tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na tumeshuhudia kwa siku jana michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea mara baada ya Kagera Sugar kukabidhiwa Juma Kaseja. Juma Kaseja anapata ushindi katika game yake ngumu kabisa dhidi ya ndugu zake pale majirani zake kutokea Pamba. Ushindi wa bao 2-1. Huu ni mwanzo wa namna gani kwa Juma Kaseja? Unajua wakati tunazungumza Juma Kaseja kuteuliwa ndani ya Kagera, tulizungumza vizuri sana. Tukasema Kaseja ni miongoni mwa wachezaji au legend wa influence kubwa kwenye mpira wa miguu hapa nchini.
Unajua Kaseja baada ya kuona kwamba sasa kukaa golini imetosha, alijiongeza akatafuta qualifications za kuwa mwalimu ili mwisho wa siku aje kuisaidia taifa. Na miongoni mwa vitu ambavyo walisema Kagera Sugar ni kwamba wao wanatamani kupata mtu ambaye atawa influence moja kwa moja wachezaji, atawaamsha, atawakumbusha nini ambacho wao wanapaswa kukifanya. Yaani Kagera Sugar wao wanaamini wana timu nzuri, lakini wamekosa mtu ambaye anawajaza ile spirit. Unaona hata game jana namna wanacheza, unaona wachezaji wanacheza ile wana ile intense spirit. Kwa waliamini kwamba wana timu nzuri, lakini wanakosa mtu ambaye atawa motivate. Kwa hiyo walichokifanya, unajua kupata matokeo mbele ya Pamba hii ambayo imekuja this time around kwenye mzunguko wa pili, ni Pamba ambayo ngumu sana. Baba Isaya ameweza kuitengeneza Pamba ambayo ni ngumu sana kucheza nayo na inaogopeka. Sasa wakati mwingine tunaenda mbali zaidi, tunaweza tukazungumza kile ambacho Kagera Sugar walikuwa wamekidhania kwa Kaseja, pengine kinakuwa applied, kinafanya kazi. Na unaona wachezaji namna ambavyo wamejicommit, namna ambavyo wachezaji wanapambana mpaka jasho lao la mwisho. Kala goli la pili ambalo lifunga katika minajili ambayo inakupa taswira wewe kwamba yes, kwamba hao vijana kuna kiu fulani hivi wanayo, wanatamani kuweza kuifikia. Umeona? Kwa naamini kwangu ilikuwa ni nyakati nzuri, ilikuwa ni wakati bora sana kwa Juma Kaseja kurejesha ile hali. Pengine sasa amenyanyuka kidogo kutoka pale chini ambapo alikuwa juu ya Tanzania Prison, sasa automatic Prison atakuwa kushuka. Yeye angepanda Kagera Sugar hapana. Kwa nadhani nyakati ambazo akikomaa vizuri, na mpango wa Kagera pengine ni kusalia kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara. Na wanaweza kusalia. Unajua hapa chini kwa hivyo kuchezesha vizuri karata zako, hakuna nafasi ya kusalia. Sawa, basi tuangazie taarifa ya mwisho. Maana tumeona Jonathan Soa game 7 sasa hivi mabao 7. Jamaa amekuwa kama sasa unstoppable. Of course. Jonathan Soa miongoni mwa signing ambazo ilifanywa kwenye dirisha dogo. Tumemzungumza mara kadhaa juu ya ubora ambao amekuwa nao, na inakupa taswira na aina ya washambuliaji ambao wanajua goli kweli kweli. Na pengine wengine tunahofia huu bora aliokuja nao ndio status ya kiwango chake au tu ni upepo umemkalia wakati mzuri. Kwa sababu wanasema wataalamu wa mpira wanasema mchezaji kukuofa performance inayofanana miezi 18 au tuzungumze miezi takriban 12 au miezi ule msimu mzima kukuofa hiyo performance inayofanana mara nyingi na ngumu. Na ndio maana kuna wachezaji unaona kwenye ligi wanaanza vibaya kama Stefan Aziz Ki ambaye alianza vibaya kwenye msimu huu, baadaye akaja kutan. Kwa sasa Stefan Aziz Ki amekuwa na contribution ya moja kwa moja kwenye club. Prince Dube naye alianza vibaya kwenye msimu alikuwa ni msita Tanzania Bara, lakini baadaye akaja Mavambo alianza vizuri, akaja akaflop. Hiyo inatokea katika mazingira kadhaa kwenye mpira na ligi. Kwa hiyo wakati hiki anakifanya Jonathan Soa, basi tufikirie au tujaribu, tunasubiria kumuona katika msimu unaokuja ambao tunazungumza pengine mambo kama kienda sawa tunaweza kujiunga na wananchi Africans ambao msingi ni dili ambalo la uhakika mezani, labda watokee watu ambao wanaweza kwenda kupindua na kuipata saini yake, lakini mpaka sasa ni dili la uhakika Jonathan Soa kuchezea Africans msimu unaokuja. Kwa hiyo ni mwendelezo wa kiwango ambacho kimekuwa cha ajabu, kwa sababu kuna washambuliaji wamecheza mechi takriban 21 wana zero kabisa, wana goli moja, wana magoli 4, mechi takriban 21 kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini yeye kacheza mechi 7 tu amefunga magoli 7. Yani magoli matatu, yani magoli matatu yamesalia kuwakuta scorers ambao wanaongoza mbio za ufungaji. Kwa hiyo Jonathan Soa ni namna ambavyo tunajaribu kuangalia kama msimu unaokuja ataweza kuofa kile, na quality ile ya wachezaji ndio ambao tunaitaka kwenye ligi yetu. Unajua wakati mwingine tunaoga tunasifu ligi yetu bora, kuna wachezaji gani wenye ubora, ndio unapaswa kujiuliza. Lakini wakati tunausifu kiwango cha Jonathan Soa, hiki kitu nitakiongea, lakini nahisi kuna mtu anaweza kusema kama anaweza. Sijaona performance ya Jonathan Soa mbele ya vilabu vikubwa, sina uhakika nayo
mbele ya walinzi walikuwa bora. Jana kuna mechi ya Tabora United dhidi ya JKT. Goli la pili linafungwa. Sila scenario wakati naiona nilicheka kwa sababu yani mchezaji wa JKT anakokota mpira hapa hadi pale, alafu walinzi watatu wanamuangalia, wanakaba huku wakirudi nyuma. Yaani umeelewa yani mchezaji ana attempt, anajua kabisa huyu anaenda golini, lakini wanakaba huku wanarudi nyuma. Golikipa anatokea anakwenda kublock mpira ambao unadunda mara ya kwanza, unadunda mara ya pili, unadunda mara ya tatu, bado hamna mtu wa kuja kuswipe mpira uondoke. Mtu anatoka pembeni, yani anapita walinzi wawili, anakwenda na tap ili anafunga goli. Kwa wakati mwingine unauliza kama ni walinzi wenyewe hawa, of course kuna watu watafunga sana afuta wasifia wanajua. Lakini na nilishangaa defense ya Tabora. Kuna mtu akasema hakuna namna, lakini defense ya Tabora ambayo ilikuwa ina react kwenye mipira aina hii leo inacheza hivi, imekiwepesi sana. Of course ni maswali ambayo kama ni ile ambavyo Tabora alicheza jana, ambapo aliruhusu goli la pili. Tutawasifu sana baadhi ya mastrika wanajua kufunga. Tutawasifu sana baadhi ya mastrika wanajua kufunga. Lakini again hiki ambacho anakifanya Jonathan Soa ni muunganiko pia wa timu yake. Unajua hiki Singida wana timu nzuri sana. Ukiangalia maeneo ya katikati, namna ambavyo watu wanafikiri chances na mambo lakini angalia pia namna ambavyo wanacheza wakina damu kina Kamara hapa katikati. Wamekuwa na timu nzuri sana. Kwa kwangu mimi nina uhakika Soa anaweza kufanya zaidi hiki ambacho ameweza kukifanya. Sawa, basi na kwa taarifa yetu tunafikia tamati ya Sports Recap kwa siku hii leo. Kama ulivyopata madini kweli umepata nondo nyingi kweli kutokea hapa katika Sports Recap. Mimi nikushukuru sana, naitwa Victor Lusega. Ngoja ndugu yangu Kepo Benedict ambaye yeye amekupa uchambuzi yakinifu kabisa, lakini amekulisha nondo nyingi kweli za michezo kutokea hapa FGTV. Nikutakia siku iliyo njema, lakini pia nikutakia weekend iliyo njema zaidi. Bye bye.